habari. Karibu katika matangazo yetu ya mchana. DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani endeleza juhudi za kumtafuta rubani wake baada ya ndege yake kudunguliwa na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani unga mkono sera ya Umoja wa Ulaya. Na Cuba yaanza kuachia maelfu ya wafungwa. Habari kamili. Cairo. Jeshi la Marekani limeendeleza leo juhudi za kumtafuta rubani wake aliyetoweka baada ya Iran kuidungua ndege ya kivita ya Marekani, na wakati huo huo kutoa ahadi ya zawadi kwa yeyote atakayetoa habari kumhusu rubani huyo. Ndege hiyo ya Marekani iliyotambuliwa na Iran kuwa F-15E ilikuwa mojawapo ya ndege mbili zilizoshambuliwa jana Ijumaa, huku rubani mmoja akiokolewa na mwingine kutoweka. Hii ni mara ya kwanza kwa Marekani kupoteza ndege katika ardhi ya Iran tangu kuanza kwa vita hivyo ambavyo vimeingia sasa wiki yake ya 6, hatua inayoweza kuashiria mabadiliko katika mwelekeo wa vita hivyo. Kwingineko, shirika la atomiki la Iran limesema shambulizi la anga limelenga karibu na kituo chake cha nyuklia cha Bushehr na kuua mlinzi mmoja na pia kuharibu jengo lingine la karibu. Shirika hilo limetangaza hayo kupitia chapisho kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni mara ya 4 kwa kituo hicho kulengwa wakati wa vita. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kuachana na kanuni inayotaka nchi zote wanachama kuridhia kwa pamoja maamuzi ya umoja huo. Chini ya kanuni hiyo, uamuzi unakuwa batili iwapo nchi moja itaukataa. Wadephul amesema haya katika mahojiano na shirika la habari la Funke yaliyochapishwa leo Jumamosi. Wadephul alitaja hasa mvutano na Hungary kuhusu mkopo mkubwa kwa Ukraine unaoungwa mkono na wanachama wengine wa umoja huo wa Ulaya, lakini kupingwa na Hungary. Waziri mkuu wa nchi hiyo Viktor Orban ameishtumu Ukraine kwa kuzuia usambazaji wa mafuta ya Urusi hadi Hungary na Slovakia kupitia bomba la Druzhba ambalo mwezi Januari liliharibiwa na hatua ya kijeshi Urusi huko Brody, magharibi mwa Ukraine. Wadephul amesema wanapaswa kufutilia mbali kanuni hiyo ya umoja katika sera za mambo ya nje na usalama kabla ya mwisho wa kipindi cha sasa cha bunge ili kuwezesha kuhudumu bora zaidi kimataifa na kwa uthabiti. Havana. Mamlaka za Cuba zimeanza kuachilia wafungwa jana baada ya kutangaza kuwa nchi hiyo itatoa msamaha kwa wafungwa 2010. Hii ni mara ya pili ndani ya kipindi cha chini ya mwezi mmoja, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka Marekani. Zaidi ya wafungwa 20 waliachiliwa kutoka gereza la La Lima mashariki mwa Havana, wakiwa wameshikilia nyaraka zao za kuwa huru, wakilia na kuwakumbatia jamaa zao ambao walikuwa wakiwasubiri tangu asubuhi. Haijajulikana hadi sasa ikiwa wale walioachiliwa ni wafungwa wa kisiasa, kwani hakuna orodha iliyochapishwa. Mamlaka za Cuba zinakana kuwashikilia wafungwa wa aina hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema inafahamu taarifa kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa, lakini ikaongeza kuwa haijulikani wazi kama wafungwa wowote wa kisiasa watakuwa miongoni mwao. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kabul. Watu 8 wa familia moja wameuawa usiku wa kuamkia leo katika tetemeko la ardhi lililokumba eneo la Gosfan Dara mkoani Kabul nchini Afghanistan. Haya yamesemwa leo na msemaji wa Wizara ya Afya nchini humo, Sharafat Zaman, katika ujumbe aliotuma kwa vyombo vya habari. Zaman ameongeza kusema mtoto wa umri wa takriban miaka 2 ndiye manusura wa pekee wa familia hiyo, huku taasisi ya kusimamia majanga ikisema mtoto huyo alijeruhiwa katika tukio hilo. Kulingana na taasisi ya utafiti wa jiolojia ya Marekani, tetemeko hilo la kipimo cha ukubwa tetemeko 5.8 lilipiga jana usiku kwenye eneo hilo kaskazini mashariki mwa mkoa wa Badakhshan. AFP imeripoti kusikika kwa mtikisiko katika maeneo mengi ya nchi, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Kabul. Mara kwa mara, Afghanistan hukumbwa na matetemeko ya ardhi, haswa katika eneo la milima la Hindu Kush. Hatimaye Abuja.
Takriban watu 38 waliuawa wiki hii katika mashambulizi yanayoshukiwa kuwa ya makundi itikadi kali dhidi ya wakataji miti na kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria. Haya ni kwa mujibu wa wapiganaji wanaopigana na makundi itikadi kali pamoja na wakazi walioliarifu shirika la habari la AFP jana Ijumaa. Wapiganaji wawili wameeleza kuwa Jumanne jioni wapiganaji wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu la Afrika Magharibi ISWAP linalohusishwa na lile linalojiita Dola la Kiislamu IS waliokusanya wakataji miti katika msitu nje ya mji wa Mafa na kuwaua 27 na kuwateka nyara wengine 18. Maelezo yake yalitiliwa mkazo na mpiganaji mwingine Ibrahim Liman aliyesema wakataji hao wa miti walikuwa wanatoka Mafa, umbali wa kilomita 60 kutoka mji mkuu wa jimbo la Borno, Maiduguri. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema wakimbizi wa ndani 20 waliuawa na 30 kutekwa nyara walipokuwa wakikata kuni katika msitu mmoja karibu na Mafa. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW